Bwana, hatimaye timu ya taifa ya Tanzania kwa maana ya Taifa Stars imewasili nchini ikitokea kule Morocco ambako walikuwa wakishiriki mashindano ya AFCON, na tumeshuhudia kile ambacho timu ya Tanzania imekifanya kwenye michuano hiyo. Kwa mara ya kwanza kwenye historia ya soka la Tanzania wanatinga hatua ya 16 bora kwa maana ya hatua ya mtoano na kuweza kutolewa na Morocco kwenye hatua ya 16 mara baada ya kufungwa goli 1-0, na haikuwa kinyonge, lakini pia bado tunala kuzungumza kwamba wametutoa lakini kwa dhulma, kwa kile ambacho tulikiona mara baada ya refari wa mchezo ule kuwa upande wa timu ya taifa ya Morocco na kuweza kutunyima penalti dakika za mwishoni kabisa, kama uliweza kutazama mchezo ule. Kwa hiyo timu ya taifa ya Tanzania imewasili kwa heshima na imepokelewa na mashabiki ambao walifurika kwenye uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenda kuwaraki wachezaji, na tumeona namna ambavyo pia wachezaji wamezungumza, kina Simon Happy God Msuva, Miguel Gamond pamoja na uongozi ambao ulikuwa pale kwa ajili ya kuwaraki wachezaji. Kwa hiyo tunaweza tukasema Tanzania hatuwadai kwa kile ambacho wamekifanya. Tunafahamu mwaka 1980 walishiriki lakini hakuweza kutinga hatua ya 16 bora, lakini 2019 wakashiriki tena lakini hakuweza kutinga hatua hiyo. 2023 wakarudi lakini haikuwa vile ambavyo pengine walitaraji, wakaishia hatua ya makundi. Lakini 2025 Tanzania wameelekea Morocco na kutinga hatua ya 16 bora ya michuano hiyo, moja kati ya michuano migumu kweli kweli, na tumeshuhudia ushindani mkubwa tangu hatua ya makundi, na hata Morocco wenyewe wanachakusimulia kwenye ile hatua ya 16 walipokutana na Tanzania. Haikuwa mechi rahisi, haikuwa mechi rahisi kwa Morocco kama ambavyo pengine walitaraji. Tuliona kile ambacho walikutana nacho, lakini si kwamba Tanzania wamerudi mikono mitupu. Tunafahamu mara baada ya kutinga hatua ya 16 bora ya michuano hiyo bwana, walinyakulia kitita cha shilingi bilioni 1.9, ukiachana na ile bilioni 100 ambao walichukua mara baada ya kuscore goal dhidi ya Tunisia na Uganda. Manake Tanzania ukiachana tu na B1.9 ambayo wameichukua kwenye mashindano, wamekuja tena na milioni 300 kwa maana ya goli ambalo lilikuwa limesimama kwa milioni 100, na ile goli ambalo walifunga dhidi ya Tunisia ambalo lilikuwa limesimama kwa shilingi milioni 200, ambazo fedha hizo zilitolewa na Watanzania ambao waliahidi Tanzania kama ongeza kufunga. Kwa hiyo hawajarudi kinyonge, wamerudi kwa heshima, na tumeona namna ambavyo wamepokelewa kwa heshima na wameweka heshima pia kwenye michuano hiyo ya AFCON, moja kati ya michuano ambayo pengine hakuna aliyekuwa ametaraji kuiona Tanzania kama ingeweza kufuzu hatua ya 16 bora kwenye mashindano hayo. Na unaweza ukasema kwamba ni moja kati ya timu ambayo imetolewa kibabe, kwa sababu kuna baadhi ya mataifa ambayo yametolewa kwa kufungwa magoli mengi. Tuliona Nigeria wakifunga magoli 4. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Tanzania wameweka heshima ya kutosha kwenye michuano hiyo, na tunaamini kwamba 2027 ambapo Tanzania, Uganda na Kenya watakuwa ndio wenyeji, huenda tukashuhudia makubwa zaidi kwenye mashindano hayo mara baada ya Tanzania kufanya hiki ambacho wamekifanya kwenye mashindano ya AFCON 2025. Hiki ndicho ambacho kimetokea, na haya ni mazungumzo ambayo yamezungumzwa mara baada ya timu ya taifa kuwasili. Miguel Gamond kama ambavyo nimekujuza amezungumza, Simon Happy God Msuva amezungumza, na wamezungumza kile ambacho wamekutana nacho huko, na mwisho wa siku hawakusita kuzungumza namna pia ambavyo waliweza kunyimwa penalti dakika za mwishoni kwenye mchezo wa hatua ya 16 dhidi ya Morocco. Kwa hiyo nimekusogezea uweze kutazama mapokezi ya timu ya taifa ya Tanzania walipowasili wakitokea nchini Morocco ambako walikuwa wakishiriki mashindano ya AFCON 2025. Tunaye ndugu Bakari Nondo Mwamnyeto, unstoppable. Wameisoma wajaisoma, walikwama wakukwama, kisiki sio kisiki, ukuta wa Eriko sio ukuta wa Eriko. Asante sana Bakari na wenzako wote. Lakini pia tunaye mwalimu wa timu, mwalimu wetu mahiri kabisa ambaye sasa hivi wanamsaka kwa tochi, anaitwa Miguel Gamond. Thank you so much coach. Huyu tungemwimbia ile hakuna matata, oh tatata, tatata, tatata.
anaitaka tunataka. Asante sana. Sasa Mheshimiwa Waziri, hapa kwa kifupi kabisa, hatua ya kwanza. Jamani, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru tumeweza kufika salama, lakini pia tunashukuru kwa sapoti yenu wa Tanzania. Tunashukuru TFF, tunashukuru benchi letu la ufundi, tunawashukuru pia serikali yetu kwa sapoti kubwa ambayo imetuonyesha na mama yetu kutuletea ndege. Hii kwetu ni kubwa sana. Lakini pia ningependa kuwashukuru pia waandishi wa habari kwa kuacha shughuli zao kuja kutupokea, na kingine sisi kama sisi tumefurahi kufika salama. Tunawapenda sana. Asante sana. Bakari Nondo Mwamnyeto anasema inatosha katika amezungumza, asitokubali hii hapa. Hii kama nimeona hii MVP ya Msuva hii. Asante Msuva. Na unapenda kufunga. Anyanyue kidogo. Asante sana. No, Swahili. No, I'm very happy, very proud, and thank you very much for this again. And I think all Tanzania can be happy. It's our goal. These guys, the players, they give everything. They fighting a lot and they show another image. And I think we put Tanzania in the big map of African football. Arriba Sala.